Mheshimiwa Patali Shida Patali, mbunge wa Mbeya Vijijini, aulize swali. Je, lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Mbalizi, Shigamba na Isonje Kikondo ili kuunganisha wilaya ya Makete? Swali hilo linaenda kujibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mhandisi Godfrey Kasekenya. Swali hilo Mheshimiwa Waziri, Wizara ya Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Mbalizi hadi Shigamba imekamilika, na kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa sehemu ya Mbalizi hadi Santilia yenye urefu wa kilomita 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kwa upande wa barabara ya Isonje Kikondo kilomita 22 ambayo ni sehemu ya barabara ya Isonje Kikondo kwenda Njombe Makete kilomita 96.2, ujenzi kwa kiwango cha lami unaendelea kwa sehemu ya Makete Inio kilomita 36.3 iliyopo mkoani Njombe na umefikia asilimia 28. Sehemu zilizobaki za barabara hizo zitaendelea kujengwa kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Patali Shida Patali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali juu ya ujenzi wa barabara hizi mbili, Mbalizi Shigamba pamoja na Isonje hadi Kikondo, barabara ambazo ni muhimu sana kwa uchumi wa jimbo la Mbeya Vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako sasa naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Moja, kwa kuwa kumekuwa kunatokea ajali nyingi mlima Iwambi kuelekea Mbalizi na kufanya wana Mbeya Vijijini kuwa waathirika wakubwa wa ajali hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mara ya mwisho mwezi Juni 2025 tumepoteza watu 28 mara pale. Je, ni lini serikali itajenga barabara ya mchepuo kwa kiwango cha lami kutoka Iwambi hadi Mbalizi ili kupunguza msongamano wa magari mlima Iwambi ambayo itasaidia kupunguza ajali hizo? Namba 2, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametafuta mwekezaji wa takribani bilioni 1 kuwekeza kwenye mgodi wa Nubian uliopo Songwe Mbeya Vijijini unaotarajia kuanza hivi karibuni, kwa msisitizo wa dhana ya wizara kusomana na kutengeneza fursa zaidi kupitia miradi mikubwa ya serikali. Je, kupitia Wizara ya Ujenzi haioni kuna haja ya kupanua eneo la maegesho ya magari pale Songwe viwandani, kutengeneza mazingira mazuri ya maegesho ya magari yatakayokuwa yanahudumu kwenye mgodi huyo pamoja na yale yanaoogesha kwenye barabara hiyo hivi sasa? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Waziri. Asante. Naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa mbunge Patali Shida Patali, mbunge wa Mbeya Vijijini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya bypass kwa maana ya Iwambi Mbalizi ipo kwenye mpango kuijenga, na tunapoongea sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti imeshaboreshwa na kuna magari yanapita, lakini mpango ni kuijenga hii barabara kwa kiwango cha lami. Na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge hivi tunavyoongea tayari hata wataalamu wako kwa ajili ya kuipitia tena upya kupitia ile usanifu uliokuwepo ili barabara hii iweze kujengwa, na itajengwa sambamba na bypass kubwa ya kuanzia Uyole kwenda Songwe. Kuhusu swali lake la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba kuna magari mengi ambayo yanapita barabara hii ya Tanza Mbeya kwenda Tunduma, likiwepo hilo eneo la Songwe ambapo tumejenga daraja, tumeacha barabara iliyokuwepo ya zamani kwenda kwenye eneo jipya. Nataka nimwambie Mheshimiwa mbunge kwamba eneo lile linaweza ikatumika kwa muda tu, ile ambayo ilikuwa barabara ya zamani kwa ajili ya kupaki maroli, lakini nimkumbushe kwamba hiyo barabara ndio tunakwenda kujenga njia 4. Kwa hiyo inaweza ikatumika kwa muda kwa ajili ya kupaki hayo maroli, lakini haitakuwa ya moja kwa moja kwa sababu tutakwenda kujenga njia 4. Kwa hiyo nimshauri Mheshimiwa mbunge na halmashauri kwamba waweze kutafuta eneo sahihi, eneo hilo la Songwe viwandani, ili waweze kuwa wanapaki magari, kwa sababu tutakapoanza kujenga njia 4 hilo eneo litatumika. Asante Mheshimiwa.